Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli ya kuitaja hali ya mji wa Sumi nchini Ukraine kuwa ni ya kusikitisha na ya kutisha kufuatia shambulio la kombora lililotekelezwa Jumapili asubuhi na majeshi ya Urusi, lakini katika hali ya kushangaza hakuitaja moja kwa moja Urusi kama mhusika wa shambulio hilo. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya rais ya Air Force One wakati akielekea Washington kutoka Florida, Trump alisema, "Nadhani ni baya. Ninaambiwa walifanya makosa, lakini nadhani ni baya. Nadhani vita vyote ni jambo baya." Kauli hiyo iliripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo CNN, AFP na Reuters, ambao walikuwa sehemu ya wanahabari waliokuwepo ndani ya ndege hiyo. Alipoulizwa na mwandishi mmoja kufafanua kile alichomaanisha makosa ya Urusi, Trump alijibu kwa maneno ya tahadhari akisema, "Walifanya makosa. Nadhani ilikuwa makosa. Tazama, ungewauliza." Kauli hiyo imetafsiriwa na wachambuzi wa siasa za kimataifa kama jaribio la Trump kutouingiza moja kwa moja uongozi wa Urusi kwenye shutuma za moja kwa moja, jambo ambalo limeibua maswali kuhusu msimamo wake halisi dhidi ya Urusi. Ikulu ya White House nayo ilitoa taarifa fupi kuhusu tukio hilo, lakini haikutaja jina la Urusi kama mhusika wa mashambulizi hayo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa taarifa tofauti na kali zaidi, akieleza masikitiko yake kwa niaba ya serikali ya Marekani kwa kile alichokiita shambulio la kombora la Urusi dhidi ya Sami na kuwatumia rambirambi waathiriwa na familia zao. "Tunasimama na watu wa Ukraine katika wakati huu mgumu," alisema Rubio, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Kwa mujibu wa taarifa ya vyombo vya habari vya kimataifa, shambulio hilo lilitekelezwa katika mji wa Sumi ulioko kaskazini mashariki mwa Ukraine karibu na mpaka Urusi, na lilitokea wakati wa ibada Jumapili asubuhi katika eneo la wazi ambapo mamia ya wakazi walikusanyika ili kufanya ibada. Shambulio hilo limesababisha vifo vya watu 34 wakiwemo watoto wawili na kuwajeruhi watu wengine wapatao 117. Kwa mujibu wa CNN, hili ni shambulio baya zaidi kuwahi kutokea nchini Ukraine tangu kuanza kwa mwaka 2025. Taarifa kutoka kwa mashuhuda na maafisa wa uokoaji zinaeleza kuwa kombora hilo lilirushwa moja kwa moja katika mkusanyiko wa raia bila kuwapo kwa malengo ya kijeshi karibu na eneo la tukio. Picha za kutisha kutoka eneo hilo zinaonyesha majengo yaliyoporomoka, magari yaliyoteketea kwa moto na miili iliyotapakaa ardhini. Hadi sasa Urusi haijatoa tamko lolote rasmi kuhusu mashambulizi hayo wala kuhusu idadi ya vifo vya raia. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa imeendelea kulaani shambulio hilo, na Umoja wa Mataifa ukiitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama kujadili hali ya Ukraine na kusisitiza ulazima wa kulinda maisha ya raia katika mizozo ya kivita. Kwa mwaka wa 3 sasa, matukio kama haya yanazidi kuonyesha athari kubwa kwa raia wasio na hatia, huku ulimwengu ukisubiri suluhisho la amani ya kudumu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.